Urusi imesema inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Moscow kwa kutumia makombora ya Uingereza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, ametoa wito kwa Uingereza kuachana na kile alichokiita msimamo wa uhasama wa London dhidi ya Ukraine ambao alisema unahatarisha kutumbukiza mzozo huo katika kiwango kipya kabisa. Amewaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Moscow kwamba Uingereza na Ufaransa zinacheza na moto kwa kusambaza teknolojia nyeti ya makombora kwa Ukraine. Uingereza ilitangaza Jumatatu kwamba itaruhusu Kiev kupata teknolojia ya siri ili kuanza uzalishaji wake wa makombora ya masafa marefu aina ya Storm Shadow yenye uwezo wa kufanya mashambulizi ndani kabisa ya Urusi. Ufaransa tayari imetoa idhini yake ya kutoa leseni ya teknolojia ya kutengeneza kombora la Ulaya. Wakati huo mkuu wa jeshi la Urusi, Valery Gerasimov, amewatembelea askari wake katika eneo la Ukraine akiahidi kuiteka miji na vijiji zaidi ya mashariki mwa Ukraine. Ziara hiyo inajiri huku vita kati ya majirani hao ikizidi kuwa mbaya msimu huu wa joto, nayo mazungumzo ya amani yanasimamiwa na Marekani yakikwama. Itakumbukwa kuwa tarehe 24 mwezi wa 8 2026 ilitoka taarifa kuwa viongozi wa Ulaya akiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham walikusanyika mjini Kiev kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine. Katika hatua inayolenga kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Ukraine, Burnham alitangaza kuwa Uingereza itaisaidia Ukraine kutengeneza makombora ya masafa marefu aina ya Scalp kwa kushirikisha teknolojia na michoro ya vipuri vya Uingereza vinavyotumika katika utengenezaji wake. Makombora hayo ambayo ni toleo la Ufaransa la Storm Shadow ya Uingereza yamekuwa yakitumiwa na Ukraine kushambulia malengo ndani ya Urusi. Kiev na Paris pia zinatazamia kuanzisha viwanda vya kuunganisha na kutengeneza makombora hayo ndani ya Ukraine. Urusi imekosoa mpango huo huku msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov akishtumu Uingereza kwa kile alichokiita kumimina mafuta kwenye moto wa vita vinavyoendelea. Akihutubia hafla iliyofanyika nje ya kanisa kuu la St. Sofia pamoja na Rais Volodymyr Zelensky na Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, Burnham aliwasifu wa Ukraine kwa ujasiri wao na kuelezea Ukraine kama mlinzi wa Ulaya katika vita vinavyoendelea. Nikinukuu kauli aliyosema Burnham, alieleza kuwa tunatoa msaada kwa Ukraine kwa kila njia tunayoweza. Leo tumetangaza makubaliano ya leseni yatakayoiwezesha Ukraine kutengeneza silaha zake zaidi hapa nchini. Tunaendelea kusaidia katika kila ngazi na kwa kila njia inayowezekana, ndiyo aliyosema Burnham. Kwa upande wake, Rais Zelensky alikiri kuwa hali ya vita bado ni ngumu, lakini akasisitiza kuwa Ukraine haitakubali mashinikizo ya Urusi ya kukabidhi eneo la Donetsk. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeidhinisha msaada mpya wa kijeshi wenye thamani ya euro bilioni 6.1 kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga, makombora, risasi na rada. Msaada huo ni sehemu ya mpango wa euro bilioni 90 uliotengwa kwa miaka 2026 na 2027 ili kuisaidia Ukraine kujilinda dhidi ya uvamizi wa Urusi. Siku ya uhuru wa Ukraine huadhimisha tangazo la kujitoa kwa nchi hiyo kutoka muungano wa Kisoviet lililopitishwa tarehe 24 Agosti 1991. Mwaka huu taifa hilo limeadhimisha miaka 35 ya uhuru wake huku vita dhidi ya Urusi vikiendelea.